Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Ni kualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali kulipa fidia stahiki ni kwa maeneo kupisha miradi ya maendeleo. Mwinyi azindua flyover Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mchina adakwa na mabilioni nyumbani, polisi yamchunguza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mama Maria atoa usia kwa Tanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Muswada vitambulisho vya NIDA kwa watoto kutoa bungeni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Serikali agiza mwendo kasi kufika Mloganzila leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Upatanishi ni jukumu la wote kukuza umoja wa kitaifa, habari katika ukurasa wa 9. Arusha waanza kutoa maoni tume ya Jaji Chande, habari katika ukurasa wa 15. Lakini pia gazeti hili imeandika Uganda yaipongeza Tanzania hatua kubwa ujenzi EA Corp, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni majonzi mapya kwa Polepole. Familia yake afika kwenye nyumba aliyokuwa akiishi, yahamisha vifaa kuisafisha baada ya siku 92 tangu alipodaiwa kutekwa na wasiojulikana. Mama yake azungumza undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Anna Mary Polepole ikisema, naomba mwanangu arudi akiwa mzima. Tunatoa vyombo kwa sababu ni nani atakayelipa kodi? Nyumba alikuwa amepanga. Sina mtu wa kulipa kodi. Mimi ni masikini wa kutupwa. Mimi ni mkulima tu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Arusha watema nyongo mbele ya tume ya Jaji Chande. Arusha, wananchi wa mkoa wa Arusha wameitaka tume kuchunguza matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, kuhakikisha swala lililosababisha hasira za wananchi linaelezwa bayana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Flyover ya kwanza itakavyoisaidia Zanzibar kiuchumi, habari katika ukurasa wa 5. Hatua kwa hatua kukamatwa kwa Rais Maduro mkewe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika sherehe za talaka zaibua mjadala Dar es Salaam, ingawa mara nyingi harusi ni tukio linalofurahiwa na kusheherekewa. Hali hii imekuwa tofauti kwa Zainab Kombo aliyefanya sherehe baada ya kupewa talaka na aliyekuwa mume wake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku ninalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika historia yaandikwa ujenzi wa bomba la mafuta EA Corp. Waziri wa Uganda isifu Tanzania kwa kasi ya utekelezaji wa mradi kufikia 79% ya ujenzi. Rais Samia na Museveni watajwa nguzo wa mafanikio, habari katika ukurasa wa 4. Rais Dr. Mwinyi, hakuna atakayedhulumiwa fidia, habari katika ukurasa wa 4. Bilioni 280 kuimarisha upatikanaji wa umeme Dar, habari katika ukurasa wa 4. Serikali yataka kasi ujenzi wa ofisi ya TBS kanda ya Ziwa, habari katika ukurasa wa 3. Balozi Hamisi, serikali ya mapinduzi Zanzibar inajali wananchi, habari katika ukurasa wa 2.
bilioni 2.761 kunufaisha vikundi mikopo 10%. Habari katika ukurasa wa pili. Juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita ya Ukraine kurejea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika upasuaji wa kwanza wa pyloprast wafanikiwa Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni vurugu Oktoba 29, waliopoteza ndugu wateta na tume. Yumo mzazi aliyekosa mwili wa mwanawe akambulia kiatu. Jaji Chande alonga kinachoendelea, adogeza msako uliokuwa nyuma ya pazia, akisisitiza hatua kwa walioshindwa kuwajibika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Margaret Isaya, mzazi, ikisema mtoto yule hakuwa mwandamanaji, lakini alipigwa risasi na kufa. Tumehangaika kutafuta mwili wake hospitali zote. Tumeambulia kupata kiatu chake hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Tumeomba mwili, hatujaona. Inauma sana, tuna uchungu usioelezeka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Dawa mpya nchini yaonesha ufanisi udhibiti wa VVU. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Waziri avalia njoga tofauti ya mishahara madaktari wizara ya afya TAMISEMI. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, ndugu yake ikisema haiwezekani daktari aliyesoma kwa miaka 10 hadi 15 mwenye ubingwa au ubingwa bobezi analipwa sawa au chini ya daktari wa ngazi ya kati kitaaluma. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Hii ni nukuu ya waziri wa afya Mohamed Mchengerwa. Zanzibar yaandika historia, barabara za juu zikizinduliwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Raia wa China wakamatwa wakiwa na bilioni 6 taslim. Habari katika ukurasa wa 18 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika nusu ya kaya Mara zina mbwa, kasoro yao hawana chanjo. Habari katika ukurasa wa 3. Mkenda chefukwa, walimu wanafunzi kutumia choo kimoja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Raia Mwema Muungwana ni Kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Mbunge aliza kikongwe 84. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Wachina waduwaza wabambwa na mafurushi yenye maburungutu ya noti nyumbani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Zanzibar ngoma nzito, ACT yaweka mguu chini. Habari katika ukurasa wa 2. TRA kuondoa utegemezi ikikusanya trilioni 4.13. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. NHC yahimizwa kujali wanyonge. Habari katika ukurasa wa 5. Masoko zaidi kujengwa Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema Muungwana ni Kitendo. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni rekodi mpya Zanzibar. Daraja la flyover lililojengwa kwa shilingi bilioni 23 lazinduliwa rasmi. Rais Mwinyi ahidi kujenga lingine kabla ya kumaliza muda wa uongozi. Asema hatua hiyo ni ushahidi na dhamira ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kujenga miundombinu ya kisasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Madede mtegoni mikopo ya vijana 10%. Serikali imetoa bilioni 2.761 za mikopo ya 10% kwa vikundi 445 vya wanawake, vijana na watu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Simba Chawene
tutaboresha maslahi vifaa vya askari polisi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Profesa Mangwe afichua siri kupakwa mapato madini. Habari katika ukurasa wa 5. Ripoti maalum, wanadiplomasia wataja faida 5 za uwepo wa amani nchini. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika faraja ya matibabu kwa wenye mabusha. Habari katika ukurasa wa 20. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, uzinduzi wa flyover Mwanakwerekwe. Dr. Mwinyi, hizi ndizo alama tutakazoziacha. Habari katika ukurasa wa pili. Tunakusudia kusajili miradi 150 ya uwekezaji kila mwaka. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia kufungua majengo ya IMS Buyu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. UN yasikitishwa na hatua ya kijeshi dhidi ya Venezuela. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Pedro nileteeni huyu, wawili wampa 5 Prince Dube. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Matatu ya mbeba beki mpya Simba, Beka aibania Azam FC. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kocha mpya The Blues huyo hapa. Habari katika ukurasa wa 18. Amorim tayari bado Greza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Gazeti hili pia limeandika Grove Saba ghali. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. EPL leo Jumatano, Dibona Mons dhidi ya Tottenham saa 4 na dakika 30 usiku. Crystal Palace dhidi ya Aston Villa saa 4 na dakika 30 usiku. Fulham na Chelsea ni saa 4 na dakika 30 usiku. Man City na Brighton ni saa 4 na dakika 30 usiku. Burnley na Manchester United ni saa 5 na robo usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Gazeti hili pia likiandika Mapinduzi kesho Alhamis ni Azam dhidi ya Simba saa 2 na dakika 15 usiku New Amani Complex. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Na gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma lenyewe limeandika serikali yaifuata Stars kwa ndege maalum Morocco. Gamondi yupo sana Taifa Stars. Simba yajivunia kuwatumia vijana Mapinduzi. Ya habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili likiandika serikali yaahidi kulinda kuboresha maslahi ya wasanii. Habari katika ukurasa wa 21. Rosinho kocha mpya wa Chelsea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize na ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo na burudani. Lenye limeandika Rais Samia awaalika Stars Ikulu. Serikali yawaandalia wachezaji mapokezi ya kishujaa kurejea nchini na ndege maalum. Habari katika ukurasa wa 23. Gazeti hili limeandika striker mpya Yanga tishio, Mzizi arejea. Habari katika ukurasa wa 23. Nevo United isiajiri makocha wa majaribio. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.